Chanzo cha tatu, sababu au vyanzo vinavyomfanya mtu aweze kuondolewa kwenye asili yake au atoke kwenye ladha yake ya asili. Chanzo cha tatu ni alae. Alae. Yani andika alae. Andika tu hivyo hivyo, chanzo cha tatu alae au anayekula. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 4 tu. Usome mstari ule wa 4 peke yake. Mathayo sura ya 13. Karibu some kwa sauti. Hata alipokuwa akipanda mbegu, nyingine zilianguka karibu na njia. Zingine zilianguka karibu na njia. Ndege wakaja wakazila. Ndege wakaja wakazila. Endelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mstari mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye hii pointi ya alae au chanzo cha tatu kinaitwa alae. Kwenye hii pointi tunaona kwamba mpanzi yeye hana shida yoyote. Alipanda mbegu. Ukiendelea kusoma pale utaona kwamba alipanda mbegu, zingine zilianguka kwenye udongo mzuri, lakini zingine zilianguka kwenye miba. Sasa nataka tuongelee ile mbegu iliyoanguka kwenye udongo mzuri. Yaani mpanzi alipopanda ile mbegu, au wewe ulipoumbwa. Mbegu ni neno la Mungu. Kuna vitu ambavyo Mungu alivipanda ndani yako. Alipanda neno la Mungu, alipanda uzima, alipanda vipawa, alipanda karama, alipanda vitu vingi, uwezo. Lakini shida ikaja ni kwamba alae akapita. Alipoiona ile mbegu akaja akala, akaitafuna. Ndicho kitu ambacho shetani amekifanya ndani ya watu. Ametafuna ile mbegu nzuri ambayo Mungu alikuwa ameipanda ndani ya mtu, amewaacha watupu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwenye hii pointi kilichofanyika ni kwamba baada ya mbegu kupandwa ndani, ilitegemea hii mbegu sasa namna ambavyo inakuzwa, namna ambavyo inapandwa. Imepandwa mbegu vizuri, lakini kadri ile mbegu ilivyoendelea kupanda, adui akaanza kuitafuna ile mbegu kwa maneno ya kukatisha tamaa, kwa maneno ya kuvunjika moyo, kwamba mtu amepewa kitu na Mungu, lakini kulingana na masumbufu ya ulimwengu, kulingana na maisha jinsi yalivyo, wengine wakajikuta kwamba walipandiwa mbegu nzuri kwenye familia zao. Walipopandiwa mbegu nzuri kulingana na maisha ya ile familia, maisha yakawa magumu, maisha yakawa mabaya. Kwa hiyo huyu mtu unakuta kile kitu alichopandiwa ndani hakifurahii tena, hakipendi tena, kwa sababu ya mazingira ambayo yanamzunguka ya kumkatisha tamaa. Ni kweli ana kitu kizuri, ni kweli ana macho anaona, lakini wakati mwingine hata vile anavyoviona hawezi kuvifikia kulingana na mazingira yanayomzunguka. Shetani anaanza kumhubiria. Shetani anaanza kumwambia, ni kweli unahubiri, ni kweli una hiki, ni kweli, lakini je, hivi vitu unavyovifanya umefanikiwa kwa kiwango gani? Alafu ukijitazama unaona ni kweli kabisa hata hujafanikiwa, hata kile unachokisumbukia sana hakijakupeleka mahali fulani ukaona kweli nimepata faida. Huyu ni alae, akaingiza sauti akatafuna ile mbegu. Ulikuwa na uwezo mzuri, adui akaja akawa anatafuna. Leo ametafuna kwenye afya, leo ametafuna kwenye uchumi, leo ametafuna hapa. Unakuja kujikuta kwamba kile kitu ambacho Mungu alisuka ndani yako sasa ili uweze kutumikia na uweze kupata faida, lakini pia kilete faida kwenye ufalme wa Mungu, kinafyonzwa na zile hali za mazingira yanayokuzunguka. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hicho ni chanzo cha tatu shetani alichofanya. Ametafuna mbegu nzuri ambayo Mungu alikuwa ameipanda ndani ya watu na kuwaacha watupu. Ingawa tunawaona ni wale wale, lakini adui ametafuna.
Ukimwona mtu naona ni yule yule, hajabadilika rangi, hajabadilika umbile, lakini ni yule yule. Lakini ukimtazama kwa jicho la rohoni, amemiminwa, sio yeye. Kuna vitu anafanya havina matokeo. Mara ngapi tumefanya vitu havina matokeo? Kuna wakati tunatumia nguvu kubwa, lakini matokeo ni kidogo. Unajiona kabisa hapa nimejitahidi, lakini matokeo yanayokuja kutokea ni kidogo. Zile hali zinamvunja moyo mtu. Anakuja kujikuta ni mtupu kabisa, hana kitu chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana tumesema tunahitaji urejesho. Atakaye turejeshea ni Roho Mtakatifu. Huyu ndiye aliyeachiwa kanisa. Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mbinguni, ameachiwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana kuna wakati tunapita mahali pagumu, lakini Roho Mtakatifu anakuja, anatufariji, anatusemesha, endelea mbele, jitahidi. Jana nilikuwa naongea na dada mmoja, anasema, mtumishi wa Mungu, nimeanza maombi tangu nimefungua kazini kwangu Jumatatu, sijawahi kuuza, lakini kadiri ninavyoomba ndio hali imezidi kuwa ngumu. Kibaya zaidi, nasikia sauti inaniambia ya kwamba, ona sasa unajifanya umeingia kwenye maombi, mbona sasa wateja hawajaja? Pamoja na kwamba unaomba, ni bora tu ukafungue uendelee kula. Huyo ni alaya, anakuja kutafuna. Sikia nikwambie, shetani ambacho huwa anakifanya kwa watu, unaweza ukapita kwenye changamoto, ukaingia kwenye maombi, unaona kabisa una nguvu ya Mungu unaomba, lakini kadiri unavyoendelea kuomba ndivyo ambavyo unaona mambo yanakuwa magumu. Shetani anakuja kukuhubiri, anakuambia achana na hiyo kazi. Alafu anachokifanya, ukiacha kweli kile ulichokuwa unafanya, unaona kama ulikuwa hujauza, wateja wanakuja siku 2-3, anakuja kukudanganya. Zile ni hali ambazo shetani anazileta ili wewe uondoe imani yako kwa Mungu, ile mbegu ya kumwamini Mungu ndani yako iweze kuondolewa. Kwa sababu naona ni kweli, nilipokuwa nimefunga mbona mambo ndio yalikuwa magumu, lakini nimeacha kufunga, nilipoisikiliza ile sauti au haya maombi niliingia kwa akili zangu, hapana. Huyo ni alaye, ametumwa aje atafune mbegu ya imani ndani yako. Useme ya kwamba mbona nikiomba ndio mambo yanakuwa magumu, basi nisifanye nini? Nisiombe. Anakuondoa kwenye system ya kimungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Leo tuangalie dalili zitakazo kuonyesha kwamba umeondolewa kwenye ladha yako ya asili au umemiminwa. Dalili zitakazo kuonyesha kwamba umeondolewa kwenye asili yako ya kiungu au umemiminwa. Andiko letu la msingi ni lile lile, Yeremia 48 mstari ule wa 11 na 12. Na inasema Yeremia 48:11-12. Ndio. Inasema, Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya sira juu ya sira zake. Wala hakumiminiwa kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo. Hicho ndicho ninachokitaka, kwamba Moabu hawa nilizungumza siku zilizopita ni watu ambao hawajapitia misukosuko. Yani ule uwezo wa kimungu uko ndani yao, yani wana ile nguvu yao ya asili, wana uwezo wa kufanya kitu kikafanyika. Unaona kuna mtu amepewa uwezo, ule uwezo alionao, yani anaweza kaanzisha jambo hapa. Akilianzisha hilo jambo, watu wanaitikia, wanaanza kufuata, na lile jambo alilolianzisha ni lazima litoe matokeo. Lakini unakuta huyu mtu ni kwa sababu hakumiminwa kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine. Akisha miminwa huyu mtu kwenye jambo lile lile ambalo alikuwa anawaambia watu na wakaweza kuitikia na wakafanya kwa umoja, lile jambo likatokea, sasa halileti matokeo tena. Ukishaona hivyo ujua huyu mtu amemiminwa kutoka chombo kingine kwenda chombo kingine. Kwa hiyo ladha yake haikai, yani yale matokeo hayakai. Yanaweza yakawa ni matokeo ya siku 2, yanaweza yakawa ni matokeo ya siku 3. Baada ya hapo hakuna matokeo tena. Anakuja kujikuta ametumia nguvu kubwa, lakini matokeo yamekuwa ni kidogo kwenye jambo lile lile alilokuwa na uwezo wa kulifanya na likaleta matokeo. Bwana Yesu atusaidie sana. Dalili ya kwanza
Dalili ya kwanza itakayokuonyesha kwamba umepoteza asili yako ya kiungu ndani yako au umemiminwa. Dalili ya kwanza ni kupoteza kibali. Dalili ya kwanza kupoteza kibali. Samueli wa kwanza, msomaji uwe sharp, 16 mstari wa kwanza. Kukosa kibali au kupoteza kabisa kibali. Samueli wa kwanza 16:1. Bwana akamwambia Samueli. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa. Ikiwa mimi Mungu nimemkataa. Asiwamiliki Israeli. Asiwamiliki Israeli. Ijaze pembe yako mafuta. Ijaze pembe yako mafuta. Uende nami. Uende. Nami nitakupeleka kwa Yese. Nitakupeleka kwa Yese. Mbele Mbethlehemu. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Dalili ya kwanza kabisa itakayo kuonyesha kwamba wewe umepoteza asili ya kimungu ndani yako ni kukosa kibali. Sauli ni mfalme wa Israeli. Sauli amekuwa ni mtu ambaye amechaguliwa. Walipotaka mfalme wana wa Israeli wakasema ya kwamba tunamtaka mfalme, tumetoka na waamuzi, sasa tunamtaka mfalme. Na hapo ndipo linapoanzia historia ya taifa la wana wa Israeli. Wakaanza kupewa mfalme, wakapewa mfalme Sauli. Sauli amekwenda na Bwana. Mwanzo alikuwa ni mtii. Kumbuka nimesema kuna vyanzo ambavyo vinamsababisha mtu ili aweze kutoka kwenye ile asili yake. Chanzo tulisema kikubwa ni dhambi. Sauli amekuwa ni mfalme wa Israeli, ametiwa mafuta na Mungu amemkubali na wana wa Israeli. Lakini imefika mahali Sauli kama mfalme ametumwa aende Amaleki, aende Misri kwenda nchi ya Kanaani. Mungu akatangaza akasema nitakuwa na vita kizazi baada ya kizazi na Amaleki, kwa sababu waliwapinga watumishi wangu wanapokwenda kule Kanaani. Imefika wakati Mungu amemtuma, amemwagiza nenda kaue wa Amaleki, hakikisha hakuna kinachosalia. Biblia inasema ya kwamba Sauli alipokwenda kule Amaleki akawaua watu wote, akakuta kuna vitu vizuri, akakuta kuna kondoo wazuri, akakuta kuna ng'ombe wazuri, akawaacha wengine walio wazuri, vile vibovu akaviangamiza. Kumbuka Mungu alichokuwa anataka kwa Sauli, alikuwa anataka utii. Hakumwambia kwamba aende akaviacha vitu vingine. Niliwahi kuhubiri hili somo, sharti Agagi auawe pale Tunduma. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka tuviondoe kwenye maisha yetu ili aweze kutembea na sisi, ili azungumze na sisi kirafiki. Anachotaka kwetu ni ule utii, kwamba anapozungumza tuweze kumtii. Sauli kwa kutokutii akapoteza kibali. Na kuonyesha amepoteza kibali, Mungu anazungumza na Samueli ambaye alikuwa ni nabii wakati wa Sauli. Akasema hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Tayari Sauli amepoteza kibali kutoka kwa Mungu, lakini amepoteza kibali na uwezo wa kuwa mfalme tena, asiwamiliki wana wa Israeli. Ndivyo neno linavyosema. Tukija kwenye maisha yetu ya uhalisia, kuna vitu ambavyo ulikuwa na kibali nacho. Ukisimama kuongea mbele za watu, watu watakuitikia, watu watakuelewa, watu watakusapoti. Lakini sasa huoni tena ule uwezo ambao ulikuwa nao. Hata ukizungumza mbele ya ndugu zako walikuwa wanakuelewa sana, lakini inafika mahali hata ukikaa kwenye kikao wanasema wewe nyamaza, subiri utaongea baadaye. Hiyo ni dalili unapoteza kibali. Tena wakati mwingine unapoteza kibali hata kwa mke, unapoteza kibali hata kwa mme. Yani hamuonani tena kama mlivyokuwa mnaonana. Yani huyu anaona mwenzake kama miguu imepinda fulani, yani unaona mwenzake kama jicho moja amekaa kama chongo. Ukianza kuona mke
unakosolewa ndani, ujue umeshapoteza kibali, ujue ndoa yako imemiminwa, yani kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine. Ukiona mama watoto wako wameanza hawakutii, ukiwatuma kuchota maji anakwambia mama subiri nitaenda baadaye, alafu haendi kabisa kuchota maji, jua umemiminwa kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine. Unatakiwa kurudi kwenye asili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi leo wamepoteza kibali, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Leo tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa uharibifu. Tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa mambo mengi, uchawi na ushirikina na urogi na ulozi umejaa. Wakati mwingine inaweza isiwe ni dhambi, wakati mwingine akakuona mtu ambaye anaona una kibali kizuri mbele za Bwana, anaamua kwenda kuchafua kibali chako, anakwenda kwa waganga, anapeleka jina lako, anasema nimeleta jina la huyu mtu, naona yeye anakubalika sana pale mtaani, naona yeye anakubalika sana pale kanisani, naona yeye anakubalika sana kwenye praise, sasa nataka asionekane. Weka giza. Wanaweka giza kwenye ulimwengu wa roho. Wewe unajiona unatembea kama una kibali kile, unaanza kufanya mambo yale, unaona hayapati matokeo yanayotosha, unaona kabisa hapa nimekosa kibali. Alafu uzuri wa Roho Mtakatifu, yani ndani yako kama uko vizuri, unaona kabisa hapa kuna kitu nimepoteza. Ni saa ya urejesho, ni saa ya kurudi kwenye asili zetu. Lazima turudi. Tuwe tumepoteza kwa kujua au kwa kutokujua, lakini ni wakati ambao Bwana amenena kwenye neno lake ya kwamba hata itakuwa siku za mwisho nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili, wanawake na wanaume. Mabinti zenu watatabiri. Leo mabinti hawatabiri. Leo hakuna maono. Ni kwa sababu watu wamemiminwa kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine. Lazima turudi kwenye vyombo vyetu, lazima turudi kwenye nafasi zetu kwa jina la Yesu aliye hai, ili tuweze kutimiza kusudi la Bwana. Haleluya, haleluya. Kukosa kibali, anza kujitafuta. Ni wapi ambapo unakosa kibali? Ni wapi ambapo ueleweki? Watoto wako wamekuwa sio watii tena. Hata katoto kadogo unapita, unaona kwamba umedharaulika. Wakati mwingine kama umewahi kuona, unaona mzee ameingia kwenye daladala, alafu kijana amekaa kwenye kiti, watu wameminyana, lakini wanamwangalia tule mzee. Ujua huyu mtu kamimino amekosa kibali. Maana kama angekuwa na kibali, huyu kijana angeinuka kwenye kiti ili amuachie mzee, lakini unaona wanaminyana. Huyu mzee mpaka anataka kuanguka, lakini hawampi nafasi. Amemiminwa, ameondoka kwenye ile asili yake, kwa sababu Biblia inasema wazee wenye mvi waheshimiwe. Haya, huyu haheshimiwi sasa, maana yake ametoka kwenye ile asili ya kimungu. Kama yuko kwenye asili ya kimungu, lazima heshimiwe. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Wengi tumepoteza kibali. Wangapi wanandoa hapa mlioolewa na mliooa? Bwana Yesu asifiwe. Yani unakuta mlikuwa mnakaa, mnapanga mipango kwamba sasa tunataka tufanye kitu 1, 2, 3. Leo hampangi tena. Yani unashangaa tu kuna jambo limeshaibuka hapo tayari limeshatendeka. Unajiuliza, we baba fulani, kwani imekuaje? Tulia, we ni mwanamke, nyamaza. Ujue hapa tayari nimemiminwa, nimeshatoka kwenye ladha hicho kibeba. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika havileti matokeo. Yani kuna watu wako kwenye ndoa wanasema tu basi sasa nitafanyaje, maana sasa nimeshaolewa, hakuna namna yoyote ambayo naweza kufanya. Mambo yanayofanyika hayo, yani unajikuta unakasilika tu. Mtu anafanya vitu vya hovyo. Wewe kama una Roho Mtakatifu, ukiona mwenzio anafanya vitu vya hovyo, jua kwamba amemiminwa. Kuna mahali kamiminwa, kuna mahali amepoteza. Unawaagiza watoto, nye watoto nataka mfanye kitu fulani, kitu fulani. Wanasema haya, unaondoka. Wanaweza wakafanya wanavyotaka wao, sio vile unavyotaka wewe. Wamefanya ni kweli, ila sio kama ulivyoagiza. Ujue mpoteza kibali.
huna kibali kwa watoto, kwa mume, kwa kanisa, kwa majirani. Umeshawahi kuona mtu mwingine mpaka anatuhumiwa ni mchawi? Yaani ni vile tu kapoteza kibali. Sio kwamba ni mchawi, ila kapoteza kibali. Yaani hata akisimama wakati mwingine kwenye mkutano aweze kuchangia pointi fulani hivi, hawezi hata kuchangia. Yaani hata akinyosha mkono kwamba nataka kuchangia, tayari yule kiongozi aliyeko pale mezani anakuambia wewe subiri utaongea baadaye, ndio imeisha hiyo. Umepoteza kibali. Sauli alipoteza kibali, lakini kibali ambacho Sauli alipoteza ni kwa sababu ya dhambi ya kutokutii. Mungu anamwambia kabisa Samueli, utamlilia mpaka lini huyu? Mimi nimeshamkataa. Yaani kapoteza kibali kwa mwenye kibali mwenyewe, alafu na kwa watu wa Israeli kapoteza kibali. Nimemkataa huyu asiwe mfalme. Mshawahi kuona wachungaji ambao wamekataliwa? Unaweza wewe usione, ila mchungaji anajua. Mchungaji akikataliwa, akikosa kibali, akimiminwa mahali, na hii ni hila ambayo shetani huwa anaifanya sana kwa wachungaji. Kila atakaposimama madhabahuni akihubiri ujumbe, lazima watafute kukosoa. Umemsikia pale? Hivi umemuelewa leo mchungaji pale? Yaani mimi sijamuelewa kabisa. Sijamuelewa. Sasa kama hujaelewa, kwa nini kunyosha mkono pale pale? Unatoka nje kwenda kufanya nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Kanisa likimiminwa na lenyewe, mtumishi wa Mungu, kazi tunayo. Kanisa likimiminwa, yani kwa sababu tunaposema mtu mmoja amemiminwa, sasa kama hapa kuna watu 10 waliomiminwa, hilo kanisa likoje? Yani waliokosa kibali na waliotoka kwenye asili yao ya kimungu wawe 10 tu. Unajua kinachotokea hapo kanisani? Ni kukosoana, ni kusengenyana, ni kutafunana, ni kulana, ni kufanya 1 2 3. Ukiona kanisa la namna hiyo, masengenyo, kutafunana na kusemana vibaya na kunyosheana mikono au vidole, ujue kanisa hili limemiminwa. Yaani asilimia kubwa ya watu wengi wamemiminwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nimesema kila mtu aanze kujitafuta. Ni wapi ulipomiminwa? Wengine mlianika mambo yenu kwa ndugu zenu, kwa rafiki zenu, mkajianika. Jana nimezungumza sana. Mmejiunganisha na marafiki ambao hao walifika mahali wakayamimina maisha yenu, wakaondoa zile asili za kwenu, wakabaki nazo. Kwa umebaki unafanya ndio, lakini hakuna matokeo ya aina yoyote. Huna ladha. Ni kama sukari inayopimwa tu, upepo unapita, ladha inaendelea kuondoka. Inaendelea kuondoka. Tofauti na ile sealed. Kitu chochote ambacho kiko sealed na kiko kwenye muda wake hakija expire, ile ladha yake lazima ikae. Kuna watu kwenye ulimwengu wa roho walisha expire, yani hata shetani hana kazi nao. Ukimwangalia unasema lakini huyu mtu jamani, unajua alikuwa 1 2 3, alikuwa vizuri sana. Imekuaje? Kuna kitabu kimoja kinasema nalikuumba ukiwa mzabibu, nalikupanda ukiwa mzabibu mwema. Sasa imekuaje umekuwa mzabibu mwitu? Kumbe kuna uwezekano wa mzabibu ukawa mwema umepandwa, lakini kadri unavyoendelea kukua, sielewi kama unapaliliwa au haupaliliwi, kuna uwezekano wa kuwa mzabibu mwitu. Nilisema hivi, Samsoni ule uwezo aliokuwa nao ulitegemea namna ambavyo ameiacha nafasi kwa Roho Mtakatifu ili ausukume ule uwezo uweze kuleta matokeo. Tuna uwezo ni kweli, lakini hatujaruhusu ile nguvu ya Roho Mtakatifu iweze kupush ule uwezo ili uweze kuleta matokeo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Ladha zetu tumepotezea wapi? Hizi ni dalili ambazo zitakuonyesha ukishaona umekosa kibali. Jamani, tunaomba aimbe mtu fulani alikuwa anaimba siku zote, wa nini na wewe huyo siku hizi? Ujue tayari kuna mahali pameharibika. Bwana Yesu atusaidie sana. Dalili ya pili,
Dalili ya pili, kudharauliwa na kutokuheshimiwa. Zinakuwa kama zinafanana. Kibali ni kitu kingine. Ladha ya mtu ikiondolewa, hapati tena ile heshima aliyokuwa anaheshimiwa, aidha na mume na mke, jamii, kanisa na mahali popote ambapo anafahamika. Sasa lile ndio lile jambo ambalo nimesema, heshima inakuwa haipo. Nimewahi kwenda kanisa moja, nilijiuliza na niliumia, mtumishi wa Mungu. Sielewi kwa nini wanapata uchungu sana kwa ajili ya wachungaji, lakini kuna wakati nasikia vibaya kuhusiana na wachungaji. Yaani nikimuona mchungaji moyo wangu unaugua. Nikaenda kanisa moja. Nilipoenda hilo kanisa, tena nilikuwa nimeenda kuabudu tu wala sikwenda kuhudumu. Nikaona namna wanavyomtriti washirika yule mchungaji. Nikawa na maswali mawili. Kwamba inawezekana mchungaji mwenyewe ndivyo ambavyo amewatengenezea mazingira wale washirika wake, au inawezekana yeye mwenyewe kapoteza, yani kuna mahali amemiminwa bila yeye kujua. Hana uwezo wa kufanya jambo lolote. Sadaka zikitolewa, mafungu ya 10 yakitolewa, kuna baadhi ya washirika wanakwenda, tunataka tuone leo mafungu ya 10 yametolewa shilingi ngapi, na tunataka kujua haya mafungu ya 10 utafanyia nini. Au ni washirika? Yani ile heshima ya kuhani, heshima yake yeye kama mchungaji, kwa sababu ninachokijua madhabahu ya Mungu inapatikana na vitu kama 5. Mungu wa madhabahu, kuhani wa madhabahu, sadaka ya madhabahu na nguvu ya madhabahu, alafu na washirika. Hivi vitu vinapatikana. Lakini katika hivi vitu 5, kila mmoja lazima aopaleti kwenye eneo lake. Mungu wa ile madhabahu aopaleti kwa ajili ya wale watu. Sadaka ya madhabahu inayoletwa katika madhabahu, Mungu ashughulike na watu wanaoleta ile sadaka kwa ile nguvu ya Mungu wa hiyo madhabahu inayotawala kwenye hiyo madhabahu. Nikaona yule baba haheshimiwi. Yani yuko hivi, kila kitu ni sawa. Kila kitu ni sawa. Nikauliza, mwanzo ndivyo ilivyokuwa? Namuuliza sasa huyu mchungaji. Anasema hapana. Lakini ilitokea tu mwanzo alikuja mtu mmoja. Akasema nataka nione, nipe daftari unalo rekodi mafungu ya 10. Nataka nione watu wanavyotoa. Huyu ni nani? Huyu mtu maana yake kapoteza. Hii sio heshima. Huwezi mshirika kwenda kuuliza vitu vya namna hiyo. Mimi sielewi hapa. Lakini huwezi kwenda kuhoji vitu vya namna hiyo kwa kuhani wa madhabahu. Huwezi kuhoji hivyo vitu, kwa sababu aliyeitwa sio wewe. Yule mchungaji anachukua daftari, anasema hili hapa. Yuko sawa? Kuna mahali amemiminwa ile asili yake ya kiungu ya ukuhani. Kuna mahali kapoteza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna kuwa na hali ya kutokuheshimika. Unaweza kaingia kwenye nyumba ya mtu, hii dalili ya kutokuheshimiwa. Ukaingia kwenye nyumba ya mtu, ukakaa kwenye kochi, alafu akaja mtoto akamwambia, "Ondoka hapa, mimi ndio huwa nakaa hapa." Ondoka. Unaanza kujiuliza, huyu mtoto acha mambo hayo. Ondoka hapa, ndio huwa nakaa mimi, ondoka. Umepoteza kuheshimiwa. Ni kudharaulika. Baadaye unainuka unaondoka. Unaenda nakaa sehemu nyingine. Hapa ni mama anakaaga hapa. Wewe kwa nini umekaa kwenye kiti cha mama? Yaani ukishaona, unajua ni vitu vidogo sana. Lakini kwa mtu mwenye asili ya kimungu, ana utiisho ndani yake. Kuna ile hali ya kuheshimiwa kwamba huyu ni mtu mzima. Kwa kale katoto, kwa sababu umemiminwa kutoka chombo kimoja kwenda chombo kingine, kwa hiyo unaonekana tu kama ni katoto kenzie. Ndio maana anakuja tu anakuambia, "Ondoka." Hapa kuna mambo mawili. Inawezekana malezi ya huyu mtoto, lakini inawezekana ni wewe umemiminwa. Kwa hiyo heshima imeondoka juu yako.
automatically ile asili ya kimungu ikishaondoka ndani ya mtu, haheshimiwi tena. Yaani kwenye mambo yale ambayo alikuwa anaheshimiwa. Kule kwetu mahali ambapo nimeanzisha kanisa kwa sasa, kuna vitu sielewi huku, kunaitwa maendeleo ya kijiji pale. Kuna vitu ambavyo ninyi kama wananchi mnakwenda kufanya kwa nguvu zenu. Sasa mimi nikawa naenda kipindi niko Mbalizi, nikirudi nikiwa pale naenda. Sasa wakati nimeenda nimetambulisha lile kanisa jipya ambalo nimeanza pale, kukatangazwa maendeleo kwamba Pepsi. Wachungaji na sisi tujiangalie na sisi. Yaani yeye kukicha asubuhi ni kwenda kwenye viduka hivi vidogo vya washirika wake. Ataenda hapo atakaa. Baba tukuhudumia soda gani? Pepsi. Ataenda kwenye kiduka kingine, baba tukuhudumia soda gani? Pepsi. Wakamuita mchungaji Pepsi. Ni bora wakuletee nyumbani mtumishi wa Mungu. Kama hawajaleta acha wasirete, ila usiende kukaa wanakupa kasturi unakaa pembeni. Tena bahati mbaya sana kale kibanda kenyewe kamekaa hapo, yani uchochoroni, hakuna hata nafasi nzuri ya kuweza kuweka sturi ukae, umejibanza tu hapo. Bahati mbaya ndio itokee mvua sasa. Heshima inakuwa haipo. Kwa hiyo watu wakikuona wanasema yule mchungaji anayependa Pepsi. Usitengeneze kutokuheshimiwa kwa lazima. Bwana Yesu atusaidie sana. Wamama, wangapi mnaokoa mioto kwa watu? Siku hizi mnatumia sana gesi, inawezekana hamuokoi sana mioto kwa watu. Nenda kaokoa moto kwa fulani, tena wewe umeokoka sasa. Ya yule mlokole anayeokoa moto kila nyumba. Kila siku jioni mmemtuma mtoto kaokoe moto, anaenda naokoa moto. Laiti mngelijua hiyo mioto, na kuambia mnaokoa vitu vingi mnaviokoa kwenye ule moto. Nitakuja niwafundisha siku moja nguvu ya jiko, mwanamke anavyoweza kulitumia jiko. Unaweza kutumia jiko na ukafanya mashambulizi na ukaupata ushindi ukitumia jiko. Bwana Yesu atusaidie sana. Usiuze heshima yako kwa gharama yoyote. Hizi ni dalili ambazo zitakuonyesha kwamba wewe umemiminwa. Huheshimiwi tena. Hakuna anayejali. Yaani hata hapo saa nyingine ulikuwa ukiumwa, mume wako anakutetemekea, saizi hata ukimwambia utapona tu bwana, hiyo ni malaria tu, huyo kaenda zake. Baba fulani, unajua mimi sina 1 2 3 sawa. Saa hiyo wakati mmetoka kuoana, anaenda anakimbia na kuletea, ukiomba tu kinguo fulani anaenda anakuletea. Sasa hivi anakuambia wewe bwana, na wewe jitahidi bwana kubana huko. Uone wanawake wenzio huko wanafanya biashara, ujue hapa nimemiminwa, natakiwa kurudi kwenye chombo changu cha asili. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya watumishi wa Bwana. Jambo la 3. Kujisikia duni. Kujisikia duni. Kwenye hii pointi unapoteza ule ujasiri uliokuwa nao wa kufanya mambo fulani. Ni hali ya kujiona huwezi kufanya jambo na likafanikiwa. Ni hali ya kupoteza uwezo wa kuchangia mawazo katika mambo yale uliokuwa na uwezo wa kuchangia na yakaleta matokeo. Narudia tena. Kwenye pointi hii ni ile hali au unapoteza ule ujasiri uliokuwa nao wa kufanya mambo fulani. Ni hali ya kujiona huwezi kufanya jambo likafanikiwa. Ni hali ya kupoteza uwezo wa kuchangia mawazo katika mambo yale uliokuwa na uwezo wa kuchangia na kuleta matokeo mazuri kulingana na mchango wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Nishawahi kuona kwenye makampuni hakiwezi kufanyika kikao bila fulani kuwepo.
lazima awepo ili achangie mawazo, kwa sababu yale mawazo yake akichangia yanaleta matokeo kwenye kampuni. Yani kampuni inasogea au kanisa linasogea. Unaona kabisa mzee wa kanisa asipokuwepo kwenye kikao, unaona kabisa hapa kuna kitu kimepwaya. Lakini ukishaanza kuona wanasema fulani amesafiri, hicho kikao itakuwaje? Nakwambia tunafanya tu, kwani asipokuwepo mtu mmoja hakuna shida. Sasa unaanza kujisikia duni, yani automatically huelewi nini kilichofanyika, ila unajisikia uko duni. Unaweza ukaenda hata kazini kwako, wamefanya vikao au mnafanya vikao, unajikuta kwamba wewe katika vile vitu ulivyokuwa unachangia na vikaleta matokeo, mawazo yako uliyoyachangia yakaleta matokeo, sasa hivi unanyamaza nayo kimya. Mungu anakuletea wazo wakati mwingine kwamba fanya hivi utafanikiwa, unakuja woga fulani. Yani unaanza kusema hivi inawezekana kweli hili jambo litaleta matokeo. Yani umejaa hofu na wasiwasi mwingi, yani unajisikia duni, unaanza kujitenga na wenzako, unaona kama kila mtu anakuchukia wakati hakuna yeyote anayekuchukia, ila wewe unasikia ndani yako kabisa kwamba hivi nikiongea kitu fulani hivi mama atanielewa, hivi mchungaji atanielewa. Yani hujiamini na vitu unavyotaka kuvifanya. Hii ni dalili kubwa ambayo itakuonyesha kwamba umetoka kwenye nafasi yako, umetoka kwenye ile ya asili. Ulikuwa unakaa, unaweza ukampa hata baba wazo kwamba baba, unajua tunaweza tukafanya 1 2 3 hili jambo litatupa matokeo. Sasa hivi unaogopa, unasema we, nikiongea ikitokea hasara itakuwaje? Unaendelea kudidimizwa. Vitu vile ambavyo ungevitoa mchango wako kimawazo vikaleta matokeo ya kimaendeleo, vikaleta utatuzi wa jambo fulani, hauwezi tena. Uko duni, unajisikia mnyonge, husikii furaha tena. Yani hata ukienda kwenye ibada, ile furaha ya wokovu hauisikii tena. Yani umekaa hapo ni kama umetwishwa gunia, mahubiri yanapita, wewe ni mzito, yani huelewi chochote. Ujue umeminua, umetoka kwenye asili ya kimungu. Kwa sababu kama asili ya kimungu iko ndani yako, lazima ule uwezo wa kimawazo ambao unaweza kuleta matokeo, Roho Mtakatifu ataupush ili uweze kuleta matokeo ndani ya kanisa au kwenye jamii inayokuzunguka au kwenye familia yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kanisa la Bwana, tunaelewana? Naeleweka ninachokizungumza? Mungu atusaidie sana. Jambo la 4, kufanya mambo chini ya kiwango. Kufanya mambo chini ya kiwango. Sasa hapa kuna kundi kubwa sana la watu wengi, na tunaishi kwenye hii point. Hapa kuna kundi kubwa mno la watu tunaishi kwenye hii point. Adui akisha kumuondolea mtu ile asili ya kimungu ndani yake, hawezi kufanya mambo kwa kiwango kinachotakiwa. Atafanya ndio, lakini sio kwa kiwango kilichokuwa kimekusudiwa. Kiwango chako cha kiroho, kiwango chako cha maisha, kiwango chako cha utafutaji, kiwango chako cha kuomba, kiwango chako cha kuhubiri, kiwango chako cha kile unachokifanya, je, ni kile kiwango ambacho Bwana alikuwa amekikusudia? Unahubiri ni kweli, lakini ni chini ya kiwango. Unaombea ni kweli, lakini chini ya kiwango. Unatafuta fedha ni kweli, lakini unapata tu za kula, lakini za kwenda mahali ambapo Bwana alikuwa amekusudia uendi. Wako watu wengi, liko kundi kubwa ambalo linaishi kwenye hii point ya kwamba tunafanya mambo, lakini tunafanya mambo chini ya kiwango. Shetani ambacho amekifanya, ameondoa ile ladha yako ya asili ya uwezo wa kufanya kiwango fulani, amekuondoa. Unaona ni kawaida, unaimba chini ya kiwango, unahubiri ndio, lakini
lakini matokeo sio chanya, matokeo ni hasi. Unaombea ndio, lakini sio kwa kiwango ambacho Bwana amekusudia. Inawezekana umepoteza wewe kwa kujua au kwa kutokujua. Lazima turudi kwenye viwango vyetu. Shetani amechezea maisha ya wengi, lakini wiki hii Bwana anaturejesha tena kwenye vile viwango, tukihubiri kutoa matokeo, tukishuhudia kutoa matokeo, tukiombea kutoa matokeo, tukiomba kuwe na matokeo, tukitafuta fedha kuwe na matokeo, tukifanya chochote lazima kutokea matokeo. By power, by force, lazima utoke mahali ulipo ili uende hatua nyingine. Lazima utoke kwa jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba kwenye kitabu cha Isaya, anasema ya kwamba watu wangu wametekwa, watu wangu wamefungwa, wametupiwa kwenye mashimo, hakuna anayesema rudisha. Nimekuja kwa jina la Bwana ili aweze kurudisha. Nimekuja kwa jina la Bwana ili tuweze kurejea kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Kama iko madhabahu yoyote, mchungaji wangu Viki, inayotafuta na kukamata uwezo wako ili huduma iwe na matokeo hasi, nimekataa kwa jina la Yesu. Sisi ni watu wa mbinguni, lazima tufanye vitu vinavyoonekana. Matokeo ya huduma yaonekane, matokeo ya kuhubiri yaonekane, matokeo ya kutafuta fedha yaonekane. Tusipate tu fedha ambazo tunakula zikaisha, alafu tunawaza kesho tutakula nini. Hapana, imeandikwa katika Wakorintho, ninyi wenyewe mmejua namna Yesu alivyofanywa masikini ili kwa umasikini wake mpate kuwa matajiri. Hivyo ikawe kwa kila mmoja anayeamini kwamba Yesu ndiye aliyebeba umasikini msalabani. Tumekataa kuishi chini ya viwango, tumekataa huduma chini ya viwango, tumekataa kanisa kuwa chini ya kiwango. Tunataka tufanye na matokeo yaonekane. Lazima yaonekane. Rapa sakata ya mandorobosa kwa jina la Yesu aliye, kwa jina la Yesu aliye. Kila ufahamu uliokamatwa lazima uachiliwe. Ulikuwa na mawazo mazuri, ulikuwa unapata uwezo mzuri, ukikaa ukifikiria, ukibuni jambo linatokea. Leo ni kweli linatokea, lakini chini ya kiwango, sio kwa kile kiwango. Tunaamrisha na tunalazimisha wiki hii, lazima twende kwenye viwango vyetu. Lazima tupite mahali ambapo unaweka mitego, lazima ikafyatuliwe. Walioweka mazuio kwenye ulimwengu wa roho, iwe ni kwa njia ya uchawi, iwe ni kwa namna yoyote, waliokwenda kuloga, waliokwenda kuanga, lazima tupite juu ya migongo yao, alafu tuvuke kwenda mahali ambapo Bwana amepakusudia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama tuketi, unafanya na hata wewe unaona kabisa kwamba mbona hapa nimefanya, nimejitahidi, yani unaona kabisa, lakini yakija matokeo unaona ni chini ya kiwango. Kumbe kuna mtu alipoona uwezo wako akasema sasa ule uwezo wa Viki na kwenda mimi kuanzisha huduma, ule uwezo wa Viki nitakuwa nao mimi, akafanya hila. Hapana, tumekataa. Kila mtu atembee kwenye asili yake ambayo Mungu alikuwa amemuumbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa hiyo hii ni dalili mojawapo ambayo itakuonyesha wewe kwamba umemiminwa au umeondolewa kwenye ile asili yako ya kiungu. Tunahubiri mtumishi wa Mungu, majasho yanatutoka, afu hakuna kitu kinachotokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Mpaka watu wanafika mahali wanasema, ni kweli mnamhubiri huyo Mungu wenu, lakini huyo Mungu wenu mbona hatuoni kwamba akiwabadilisha na kufanya vitu fulani ambavyo tulikuwa tunatazamia kuviona? Kumbe kuna mtu tu limekaa mahali fulani limezuia, lazima wapigwe wiki hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Hiyo ni dalili ambayo itakuonyesha kufanya mambo chini ya kiwango. Adui akisha kumuondolea, akimuondoa mtu kwenye asili yake, anafanya mambo chini ya kiwango kama nilivyosema. Sasa nimezungumza hapa, kuna mfano, lakini nimekwisha kuuzungumza. Unaweza ukawa mhubiri mzuri, yani ni bonge la mhubiri, na watu wakikutazama ndivyo,
wakikuona wanaona ni mtu ambaye sio wa kawaida. Unapotembea kwenye kile kitu ambacho Mungu amekusukia sasa, hawayaoni matokeo kama wanavyokuona kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake ni chini ya kiwango. Umeolewa ni kweli, lakini kwenye ndoa yako yani upo tu. Unaona bora. Yani ulikuwa unafanya usafi wako vizuri, unatandika kitanda chako vizuri, yani mpaka mume wako akakusifia. Sasa hivi ukikurupuka, yani utandike usitandike sawa tu, chini ya kiwango. Ulikuwa unapika vizuri. Sio kwamba umeacha kupika. Unapika. Ulikuwa unapika kamchuzi kanakuwa kazuri. Sasa hivi tukila mchuzi mpaka huko. Unafanya vitu chini ya kiwango. Muda ukifika unaogesha watoto wako vizuri, unawapeleka wanakwenda wanalala wanapumzika. Sasa hivi waoge wasioge ni sawa. Chini ya kiwango, kila kitu chini ya kiwango. Hii ni dalili. Na kwenye hii eneo kundi kubwa sana la watu wengi. Watu wanaomba ni kweli, lakini sio kwa kiwango kile walichokuwa wanaomba. Hata hapa mpo wengi tu hapa. Sasa hivi unakuja tu unasema ngoja tukamsikilize tu hata huyo mgeni, uende kuna mahali tutasogea. Umechoka. Chini ya kiwango. Unaomba chini ya kiwango. Unapiga ukienda ile umetoka huko kwenye mizunguko yako, ndio huo umepita mizunguko yako iwe ni kule Kariakoo kumebanana kule sikupendagi kabisa. Unakuta umetoka huko ndio umechoka kweli kweli. Unafika nyumbani unaomba maombi ya blanketi. Unaanza kuomba, Baba katika jina la Yesu, umenilinda kule Kariakoo, asante. Samaki. Amen. Unakuja kuitikia asubuhi. Chini ya kiwango. Yani unaomba tu. Na saa nyingine unaomba kwa sababu unaogopa wachawi watakuja kukabe usiku. Nasema wewe nisipoomba nitamke tu hata maneno mawili. Na wengine wamefikia tu kiwango cha kusema Bwana Yesu fanya kama jana. Chini ya kiwango kila kitu. Unatoa lakini chini ya kiwango. Na kuna wengine mlikuwa mnazungumza na Mungu kirafiki kwenye eneo la utoaji. Mmefika mahali mmemzoea Mungu. Yani hata akikusemesha kwamba nataka uende ukatoe kitu fulani, mmekaa kimya, yani ni kama Mungu hajazungumza na nyie. Lakini hapo nyuma hakuna mtu aliyekuwa anakusukuma, unafanya tu mwenyewe. Yani alafu unasikia furaha, unapofanya unasikia amani. Sasa hivi hata ukitangazwa tu mchango wote, mimi hapa sielewi kama mna michango, lakini kule kanisani kwangu kuna michango ya kutosha. Tufanye hivi jamani, yani mtu anaona kama ametwishwa gunia la misumari. Nini? Anafanya vitu chini ya kiwango. Huyu mtu kamiminwa. Ametoka kwenye asili yake. Akitoka mtu kwenye asili yake, shetani atamwambia, "We, unapeleka fungu la 10 lote hili." Kwani atajua wewe ulipata shilingi ngapi? Hupeleki. Unapeleka kiwango unachokitaka wewe, ujue umemiminwa. Hapa kila mtu atajijua amemiminwa wapi. Mpaka mhubiri mwenyewe atajijua ni wapi alikomiminwa. Kwa sababu neno la Mungu si ni upanga. Bwana Yesu atusaidie sana. Pointi ya 5 ni kama inafanana na hii, lakini acha tuiandike. Kutopenda tena ulichokuwa unapenda kufanya. Kutopenda tena ulichokuwa unapenda kufanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Asante Roho Mtakatifu amenikumbusha hiki kitu. Kesho Jumamosi. Kesho tutakuwa na maombi. Tutakuwa na maombi ya masaa 12. Tutakuwa tunaomba nini? Tutakuwa tunaomba toba ya kujifungua kwenye vifungo